Namuita Mheshimiwa Ramadhan Hamza Singano. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa fursa hii ya kuchangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Maji ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dhati ya moyo wangu nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha wote kukutana leo hapa, sio uwezo wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini niwapongeze na kuwashukuru watu wa Wizara ya Maji, Waziri Aweso na naibu wake Injinia Kundo. Lakini nisimsahau Katibu Mkuu na watendaji wake wote wa Wizara ya Maji mpaka level za chini. Niwashukuru RUWASA, niwashukuru watu wa mamlaka zote, lakini na wale wa bodi za maji za mabonde ambao ndio wanabeba maono, maana wao ndio wanalinda vyanzo vya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Waswahili wana misemo yao. Wapishi wa pilau pamoja na viungo vingi, lakini walaji wa pilau wakasema kachumbari iwepo ili ladha ipatikane vizuri. Baada ya hotuba nzuri ya waziri iliyogusa kila sehemu, iliyoleta matumaini kwa Watanzania mpaka walioko kule Bumbuli wakinisikiliza saa hizi, basi mimi nimeona kuna maeneo machache niyachangie. Niende moja kwa moja kwenye maombi ya mradi mkubwa pale Soni unaotakiwa kuhudumia vijiji 9 kwa kata ya Mbuzii na Soni. Naamini na vile vipolo kama 7 watakuwa wamevizingatia. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende sasa kwenye kushauri na kuchangia maeneo mengine muhimu. Moja ya eneo muhimu leo, kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi katika sayari yetu, tumeona twende na vyanzo vya kudumu ambavyo ni mabwawa. Lakini vyanzo hivi ili viweze kudumu, lazima tusiwasahau wale watu walioko katika bodi za maji za mabonde, kwa sababu ndio watalinda vyanzo, ndio watasababisha hata tope kuelekea kwenye mabwawa haya lisije likaenda kupunguza vina, tukahifadhi maji machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende eneo lingine la grid ya maji ya taifa, National Water Grid. Mheshimiwa Mwenyekiti, National Water Grid tunategemea maziwa makuu, Ziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa, kwa sababu haya maji yake ni matamu. Lakini kipaumbele ni Ziwa Victoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ziwa Victoria kidogo la kipekee, yale mengine yako kwenye bonde la Ufa, lakini pale ni ardhi tu ilititia land subsidence ikatengeneza ziwa lile, lina historia tofauti. Lakini ziwa lile lina taarifa mbili nilitaka niziweke wazi. Moja ni taarifa ya kijiolojia inayosema ziwa lile lilitengenezwa miaka 400 iliyopita, na baada miaka 100 iliyopita lilipata mabadiliko ya kukauka kabisa, na tukio la mwisho ni miaka 27,000 iliyopita na hali ya hewa ikabadilika. Ziwa hilo likajaa miaka 14,000 hadi 15,000 iliyopita. Sasa kuanzia miaka 1920 na 50 mpaka miaka 2000, tunachoshuhudia kihidrolojia tunasema ni zile fluctuation au mabadiliko madogo madogo ya mita 1 na mita 2. Mheshimiwa Mwenyekiti, mabadiliko haya ya tabia nchi sio mabadiliko madogo, ni mabadiliko ya kuzingatia. Lakini tunachojiamini, nimepitia mkataba wa UN wa nchi ambazo ziko kwenye maziwa makuu, hasa Ziwa Victoria. Nimepitia makubaliano ambayo ni ya mwaka 2011 ya nchi 10. Nimepitia pia na itifaki ya bezini ya mto Nile. Lakini article zote ukiziangalia zinatupa matumaini kwamba National Water Grid inaenda kutekelezeka bila wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kuna kitu wanaita renewable water resources, maji ambayo ni rahisi kuyapata kwa wepesi kwa ajili ya matumizi. Hii ni bilioni 13 mita cube kwa ziwa zima. Lakini upande wa Tanzania tuna bilioni 6.63. Matumizi yetu yote ya basin ya Ziwa Victoria ambako ndio tunatoa maji ni 0.38 bilioni mita cube, ambayo ya ziwa tu ni 0.2 bilioni mita cube.
kwa maana ile bilioni 6.6 bado hatujaigusa. Kwa hiyo tuko kwenye comfort zone, bado tunaweza tukatoa bomba lingine kutoka Ziwa Victoria kwa mageuzi makubwa haya ambayo watu wa Wizara ya Maji wamefanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina mambo manne sasa ya kushauri kitaalamu. Jambo la kwanza, kwa sababu kinachotusababisha tuone tuko salama ni zile takwimu za ziwa zilizochukuliwa tangu mwaka 64. Sasa hali hii iendelee ili tuweze kufanya ufuatiliaji mzuri. Lakini la pili, tutakapotengeneza intake sasa kwa ajili ya National Water Grid, takwimu hizi zitumike vizuri, tusije tukafika mahala mabomba yakajaa hewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shauri jambo lingine kwamba level hizi za ziwa zitumike kushauri watu wa ardhi, msigawe makazi katika pembezoni mwa ziwa bila kufuata level hizi. Imekuwa kuna hoteli kubwa za kitalii, kuna wakati zinazama kwenye ziwa. Hii haileti tija. Watu wafanye mipango endelevu ya kushirikiana. Wizara ya Ardhi, unagawaje eneo lenye chanzo cha maji bila kukonsulti wenzako, bila kuwasiliana na wenzako? Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini niseme sasa vile vidaka maji kwenye maeneo ambayo ni intake vilindwe sasa kwa umadhubuti, ili isifike mahala kule tulikoweka intake zetu kunaanza kuingia tope na vina vya ziwa vinapotea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shauri eneo lingine la ulinzi wa vyanzo au uchafuzi wa vyanzo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukubali kwamba kuna elimu ndogo kwa jamii. Bado wizara inahitaji kuwezesha kwenye eneo hili ili kuwaelimisha watu. Ni kweli watu wanaongezeka, lakini sasa ifike mahala tuangalie mbadala inakuwa ni nini. Elimu kwa jamii, ushirikishwaji wa jamii na utekelezaji wa sheria na kanuni lazima uzingatiwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende haraka na mambo mengi, lakini mengine mmeshayafikisha kwenye meza ya waziri, kwa sababu nimeona kabisa kuna maeneo 6 nyeti nimeyachambua kwa kina, singeweza kuyachangia hapa. Eneo lingine ni motisha kwa watendaji wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, watendaji wakikumbukwa wana kawaida ya kuongeza ari, kawaida ya uwajibikaji na kujitoa kwa dhati. Na ninaposema wapewe motisha simaanishi fedha. Mtumishi anapopewa cheti tu cha utambuzi kwamba umefanya kazi nzuri kwenye National Grid, wewe ulikuwepo, basi mtumishi huu anakuwa na faraja kubwa sana. Lakini na mafunzo ya kujiendeleza kielimu, lakini na kupewa kipaumbele kwa miradi mingine ya kimkakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ni eneo la mfuko maalumu kwa ajili ya utafiti. Leo kuna maeneo hatuwezi kupata mito wala maziwa, inabidi tutumie maji yaliyoko chini ya ardhi na lazima tutangulize utafiti. Eneo hili linapwaya, kwa hiyo mkipata hela mnaanza kukimbizana tena, kumbe mngeweza kufanya. Nimefurahi waziri alivyosema tayari wanaenda kutengeneza master plan. Lakini eneo lingine tunataka maeneo ya kujenga mabwawa tuyajue mapema. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie nukta moja kwamba niombe tena kuwe na ufuatiliaji wa kudumu wa zile takwimu za maji, mwenendo na ubora, lakini na tope linaloelekea kwenye mabwawa litatusaidia kwenye intake zetu. Asante Mheshimiwa. Asante sana na kushukuru sana.